Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema toba ya kweli ni njia ya ukombozi wa maisha yetu. Toba ya kweli ni njia ya ukombozi wetu. Toba ya kweli ni njia ya ukombozi wetu. Kwa hiyo tuanze kuangalia mambo fulani katika maisha ya mtu mmoja kwenye Biblia. Tufungue kile kitabu cha Yohana mlango ule wa 5. Tasoma mistari 14 ya mwanzo. Yohana mlango wa 5 mistari 14 ya mwanzo. Ina vitu vingi sana, lakini tutaenda kusimama zaidi kuona dhambi namna ilivyomtesa huyo mtu. Biblia inasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Tarudia huo mstari wa 3. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, wakiwepo vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alimuona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekwambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, isije ikakupata jambo lililo baya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ni habari ambayo wengi tunaifahamu. Yaani kabisa kwamba Yesu alipita kwenye moja ya miji ya Yerusalemu, akafika mahali hapo, akakuta wagonjwa wamelala. Wale wagonjwa waliokuwa wamelala pale walikuwa wengine viwete, waliokuwa wamepooza, wengine walikuwa vipofu, wengine inawezekana walikuwa na magonjwa mbalimbali ambayo hata hapa hayakuweza kuorodheshwa. Kwa maana tunaambiwa lile eneo ama ile sehemu kulikuwa na birika, na ndani ya lile birika kulikuwa na maji. Na kuna wakati malaika alikuwa anaenda pale anatibua yale maji. Akiyatibua yale maji, anayekuwa wa kwanza kuingia ndiyo anayepokea uponyaji. Kwa hiyo huyu Yesu wakati anapita alimkuta yule mtu mahali pale akiwa na mateso makali kwenye maisha yake. Mateso kwanza, yuko pale miaka 38. Bwana asifiwe. Hebu sema miaka 38. Sema tena miaka 38. Halafu inawezekana wewe unapambana na hiyo changamoto miaka 2 au 3 au 5, lakini umeshakata tamaa, umeshayumba.
yaani umeshalaumu watu kweli kweli. Lakini hapa Biblia inatuambia huyu mtu alikaa kwenye lile eneo miaka 38 na mateso yake. Alafu Yesu anatokea, anamuuliza, hivi unataka kupona? Sikia mambo ya huyu mtu. Anaanza kulalamika, anaanza kujitetea. Unajua Yesu, mimi niko hapa ndio kwa miaka 38, lakini kila maji yanapotibuliwa sina wa kunitia birikani. Wale wenye nguvu wanaingia wanapona. Kwa hiyo niko hapa miaka 38. Haleluya. Amen. Anajitetea. Yesu anamwambia, sitaki kujitetea. Beba godoro lako, ondoka. Huo nao ulikuwa ni mtihani wa pili. Mtihani wa kwanza wa huyu mtu ulikuwa ni lile swali, unataka kuwa mzima? Hilo swali tunaweza tukaulizwa hata leo. Hivi unataka kuwa mzima? Utaanza kusema, Yesu, napenda kuwa mzima, lakini waliniroga, walinimaliza, walifanya 1, 2, 3, wananichukia. Yesu ameuliza jambo moja tu, unataka kuwa mzima? Jibu ni hapana ama ndio. Hayo mengine Yesu hayahitaji. Haleluya. Yesu hahitaji. Yaani yeye anachojua, anayajua mateso ulio nayo, anajua mapito ulio nayo, anajua mahali unapoteseka. Ila jioni ya leo ana swali moja tu, unataka kutoka hapo ulipo? Haleluya. Maana yake nini? Kama tumefanya maombi ya kusamehe na kuachilia, kama tumefanya maombi ya toba ya kwetu, hatuna sababu tena ya kuwakumbuka waliotutendea mabaya. Hapa tuna jambo moja tu, kwamba Yesu, nimeomba toba, nimesamehewa. Yesu, nimesamehe watu. Kwa maana hiyo, kazi nilionayo leo ninakuhitaji. Kwa hiyo Yesu anapita pale, anajua mahali unapopitia. Na jioni ya leo kila mmoja Yesu anajua pito lake. Amina. Na ndio maana tuko hapa. Haleluya. Hatujaangalia mazingira ya mvua. Mvua haijatushikilia. Yaani tumekuja hapa kwa sababu tuna jambo na nani? Na Yesu. Mwambie jirani yako, nina jambo na Yesu. Mwambie tena, nina jambo na Yesu. Tunaambiwa yule mtu hakuwa na uwezo wa kujisaidia, wala hapakuwepo na mtu wa kumsaidia kumtia wapi? Birikani. Lakini pia Yesu hakuangalia hayo, hakuangalia huo utetezi. Na watu wengi tumekwama kwenye maisha yetu kwa sababu ya utetezi. Nataka kuokoka, lakini mazingira nilionayo. Nataka kuokoka, lakini kazi ninayoifanya. Nataka kuokoka, lakini angalia familia yetu, hakuna aliyeokoka. Nikiokoka kutakuwa na vita. Yesu haangalii hivyo visingizio. Haleluya. Amen. Yesu anamuuliza, unataka kuwa mzima? Kwa maana nyingine, huyu mtu alipaswa aseme neno moja tu, nataka kuwa mzima. Amen. Amen. Ulize jirani yako, unataka kuwa mzima? Kwa nini? Huyu mtu alikaa pale kwenye lile birika miaka 38, anasubiri tu. Inawezekana mwaka huu mchungaji Cherehani atamleta tena mama Masao aje aniombee, aniguse, anipapase, aniwekee na mkono kwenye tumbo, yumkini hili tatizo langu litaondoka. Yesu anataka tu kukuuliza, unataka kuwa mzima? Sasa ukisubiri mama Masao ya kubandike mkono, utakaa miaka 38. Haleluya. Amen. Maana yake nini? Huyu mtu kukaa pale miaka 38 na kujisogeza, kujitumbukiza kwenye birika ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu pale alipokuwa huyu mtu alikuwa anakula, angekuwa hali angekufa. Huyu mtu kama hakuwa na wakumtia birikani, bado alikuwa na uwezo wa kwenda kutafuta chakula na kurudi kwenye lile eneo. Huyu mtu alikuwa anaweza kufanya mambo yale ya kwetu wa wanadamu, si unajua kwenda nje na kurudi. Kila kitu huyu mtu alikuwa anafanya, lakini uwezo wa kujidumbukiza kwenye birika ndio alikuwa hana. Anasubiri mtu aje amweke birikani. Haleluya. Amen. Ndio tulivyo. Yaani kanisani nikianguka nitaonekana vibaya. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa na vitu vyake na hivyo kujitetea kwamba hapana, mimi yani hapa mpaka apatikane mtu anitie birikani. Mwambie jirani yako, utachelewa.
Mwambie tena utachelewa. Amina, watu wa Mungu. Mwambie nini? Utachelewa. Yesu alipomuinua yule mtu pale, cha kwanza huyu mtu alikuwa mtii. Baada ya kuwa ameng'ang'ana kwamba sina mtu wa kunitia birikani, swali la pili, Yesu anamwambia sasa, ulikosa mtu wa kuweka birikani, mimi sikutii birikani. Ile ninachokuambia, jitwike godoro lako uende. Haleluya. Yaani huyu mtu angekuwa na akili finyo, angebaki pale pale kwamba nasubiri kutiwa birikani kwa sababu niko kwenye uponyaji. Lakini Yesu anamwambia, birika si lazima nikutie. Mimi niliyeko hapa ndio nina uwezo wa kutuma malaika wakatibua hilo birika. Lakini leo nina neno moja, jitwike godoro lako uende. Sijui unajifunza nini hapa? Huyu mtu saa ile ile akanyanyua godoro. Alipoweka ile kitendo cha imani, kunyanyua godoro na utii ndani yake, tunaambiwa saa ile ile akawa mzima. Utii. Mwambie jirani yako utii. Mwambie tena utii. Kuna watu wengi hapa tunakana mateso kwa muda mrefu kwa sababu hatuna utii. Hatuna utii. Tumejifunza hapa tangu Jumapili, lakini unaweza ukuta mtu hata kusamehe hataki. Tumejifunza hapa habari ya maombi ya toba, tubia dhambi yako iache. Lakini inawezekana kuna mtu bado anarudia kile kile. Na mwingine anasema Yesu alishatukomboa. Ni kweli, Yesu alitukomboa kwa gharama. Lakini kwa nini tunaishi na mateso? Hatuna utii. Amen. Tupungiane namna hii. Lakini napenda pale ambapo ule mstari wa 14. Twende ule mstari wa 14. Biblia inasema, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Sasa hapo kuna kitu pia cha kujifunza. Yesu baada ya kumponya pale, aliendelea kumfuatilia, kuona huyu niliyemponya mwenendo wake ukoje. Cha kwanza, Yesu alipomponya pale kwenye lile birika, alishughulika na mwili. Hebu sema mwili. Alishughulika na jambo la kimwili kabisa. Mwili ndio uliokuwa umepooza, mimi sijui. Mwili ndio uliokuwa kiwete, mimi sijui. Mwili ndio uliokuwa una madhaifu, mimi na wewe hatujui. Lakini Yesu alichokifanya pale kwenye lile birika na kumwambia beba godoro lako, alishughulika na mwili. Kitu ambacho mimi na wewe hata leo tunapambana na vya mwilini. Mimi naumwa kichwa kinanisumbua. Jamani, tumbo linanisumbua. Yesu baada ya kumponya akasichukua tena hatua ya pili, akamfuatilia. Amina, watu wa Mungu. Anamfuatilia, akamkuta yuko wapi? Hekaluni. Tazama neno alilomwambia. Akamwambia, angalia, kuwa makini. Haleluya, watu wa Mungu. Anamwambia kuwa makini. Kwa sababu gani? Kama umeponywa, amen, ambia angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Hiyo ndio pointi nataka nikusaidie leo. Yesu amemponya mwili, lakini anamwambia angalia, usitende dhambi tena. Kutembea na lile tatizo la huyu mtu miaka 38 lilitokana na dhambi. Yaani ile dhambi aliyokuwa ameifanya ndiyo ambayo ilimfanya akae na hiyo changamoto kwa miaka 38. Yeye anaangalia hali ya ugonjwa wa mwili alionao. Yesu anatatua kwanza changamoto yake ya mwilini, lakini anamwambia chanzo cha ugonjwa, chanzo cha shida ulionayo hakikutokana tu kwamba ni mwili, kilitokana na dhambi. Sasa unaanza kuona namna ambavyo dhambi inaweza ikakufungia mahali kwa muda mrefu na usijue, hata njia ya kutoka usiione. Yesu anamwambia nimekuponya vya mwilini, sasa tunashughulika na vya rohoni. Anamwambia angalia, kama uliteseka kwa miaka 38
umeponywa, sasa upo hekaluni. Anamwambia angalia, kuwa makini, usitende dhambi tena. Halafu anamwambia utakapotenda dhambi litakupata jambo baya kuliko lile la mwanzo. Kuna watu wanaweza kusema mimi natembea na roho ya kukataliwa, hakuna anayenipenda. Dhambi inaweza kukutengenezea huo mfumo, ukakaa kila mahali ukubariki, hakuna anayekutaka. Hata ungetenda jema vipi, dhambi inakutafuna. Dhambi ni kifungo.